hebu iundwe timu ambayo itakuwa chini yako katika ofisi yako. Iundwe timu ambayo itapita kila maeneo mkianzia North. Naomba hiyo rekodiwe vizuri. Naomba iundwe timu ya ngazi ya kata ambayo itaweka kambi kwa kila kijiji, ikianzia Nole, itakuja Ihalula, itakuja Utalingolo, itakuja Mtereke. Na taarifa hiyo tuipate katika maana ili tuweze kutatua migogoro hii ya ardhi. Kwa maeneo yale yote tuliyoainisha ni ya wazi na ni lazima yabaki kuwa ya wazi. Na nilisema kule Nole, mlinzi wa kwanza kwa maeneo ambayo tunasema ni ya wazi ndio yale tunaita machungio. Mlinzi namba moja ni mwananchi mwenyewe. Jamani, naeleweka vizuri? Wewe unajua hili ni eneo la machungio. Kuna mtu kwa sababu ya nafasi yake anaanza kupanda miti. Mnaona na mnaacha. Sasa nyinyi ng'ombe mtachungia. Hayo maeneo ya wazi tutakuja kuyapata wapi tena? Ndio maana amesifu viongozi waliotangulia. Mwenyekiti Lingonga, Mungu amrehemu kwa hili. Mwenyekiti, kazi unayo. Kwamba maeneo yale yalikuwa wazi, maana lazima yabakie kuwa ya wazi. Ndio haya ambayo yanatunufaisha leo. Yaani maana maendeleo yanakuja kutokana na kuwepo na rasilimali ardhi. Tunataka kujenga kitu fulani, ardhi hakuna, tutajenga. Hakuna, haitawezekana. Ndio. Kwa hiyo maeneo yote yanatakiwa yatunzwe. Sisi tunaona leo hayana thamani. Kwa sababu lazima maeneo yatengwe kwa ajili ya manufaa ya wananchi wote, lakini sio mtu binafsi. Hapa jamani, nieleweka vizuri. Kwa hiyo naomba kuagiza mtendaji wa kata kuunda hiyo timu ili kwanza mkaanza kupiga kambi Nole. Mkapiga kambi Nole, msikilize matatizo ya watu, walete taarifa na taarifa yenu kwamba mnakwenda maalum kwa ajili ya kusikiliza kero ya uvamizi wa maeneo, kero kwa ajili ya migogoro ya ardhi. Jamani, nimeleka vizuri hapo? Hapa vizuri? Haya, basi mimi naamini kama lakini tulichokubaliana kule na ambacho mnacho kwamba mnaanza na ukarabati wa nyumba ile tu ni wani. Nyumba ya kiasili ni kiasili kwa maana ndio kutoka shule inaanzishwa, si ndio? Kuna nyumba ambayo watu tunafahamu, nyumba ile ambayo ni ya mwalimu mkuu zamani. Ilikuwa mwalimu mkuu na mwalimu mkuu msaidizi. Wahenga nafikia hapo tutakuwa tunaelewana vizuri. Sisi tunaikumbuka ile nyumba. Ni nyumba ambayo ilijengwa kwa matofali mabichi, lakini bado iko imara. Inahitaji uboreshwaji tu kidogo tu. Lakini tulishakubaliana katika maana kwamba tutakuwa na mchango wa wananchi kwa ajili ya ukarabati wa ile nyumba, lakini pamoja na hayo tutakuwa na uingizaji wa umeme, si ndio? Kwa uingizaji wa umeme kwenye nyumba zile za walimu. Kwa hiyo mimi niombe hayo miyafanyie kazi. Lakini mmefanya vizuri sana. Mmepongezwa. Kupitia tathmini ya elimu ambayo ilifanyika Mtereke, lakini ilivyoonekana kwa nini Utalingolo ndio ya mwisho. Kaja kuzungumza tena kama kamati ndogo hapa. Ndio tukabaini pia na changamoto hizo kwamba nyumba za walimu hazina vyoo bora. Alafu jengo lile la utawala, mwalimu mkuu kusipata huko. Jengo la utawala lile la ofisi yake, unaona? Alilalamika mwalimu mkuu akasema jamani, mimi naomba hata ile jengo likarabatiwe. Lakini miaka yote sisi tulikuwa tupo. Lakini mpaka amekuja mgeni, akasema jamani, naomba hili likarabatiwe. Kuna faida ile ya kubadilisha hata hawa watumishi. Nyinyi sio kama mtabadilisha. Yaani nyinyi mko safi kabisa. Kwa hiyo anapokuja huyu mwingine anakuja na wazo jipya zuri lenye kuboresha. Lakini ataondoka hii shule atatuachia nani? Jamani, shule ni ya nani? Mwalimu mkuu ataondoka, lakini shule yetu itabaki kuwa bora. Kwa hiyo kuonekana kuna vyoo, changamoto na bafu. Basi kupitia kile kikao tukaagiza, lakini pongeze
mwenyekiti ulihudhuria na mtendaji pamoja na ile timu iliyokuwepo na viongozi wa chama watano. Ukaweka mpango mkakati. Mimi nawapongeza, maana tumeshajenga vyoo na bafu katika nyumba 5. Basi naomba tupigie makofi na vigelegele.